Mpenzi wa mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka nchini Marekani, Ashley Robinson, aliyefariki dunia wiki iliyopita akiwa likizo katika visiwa vya Zanzibar, anashikiliwa na polisi kama shahidi katika uchunguzi unaoendelea. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, Joe McCann mwenye umri wa miaka 45 amezuiliwa pasi yake ya kusafiri huku akitoa ushirikiano kwa mamlaka za uchunguzi. Polisi wamesema hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa, na hapo awali walieleza kuwa bwana McCann hakuwa mtuhumiwa wa tukio hilo. Awali polisi wa Zanzibar pia waliambia shirika la habari la BBC kuwa Ashley Robinson mwenye umri wa miaka 31 anayejulikana katika mitandao ya kijamii kama Ashley Jane alijaribu kujizuru, yani kujinyonga. Hata hivyo, McCann hajatoa kauli yoyote hadharani kuhusu tukio hilo. Wazazi wa marehemu katika mahojiano nchini Marekani wamesema kwamba kifo cha binti yao hakieleweki na wanahitaji majibu ya kina kuhusu kile kilichotokea. Polisi wanasema kwamba uchunguzi bado unaendelea, wakisubiri ripoti rasmi ya uchunguzi wa kitabibu kutoka kwa madaktari. Kwa mujibu wa familia, Robinson alipatikana akiwa hana fahamu katika vila hiyo aliyokuwa akiishi. Baadaye akapelekwa hospitalini ambapo alithibitishwa kwamba alifariki baada ya saa kadhaa kupita. Katika mahojiano na kituo cha CBS News, wazazi wake walimtaja kama mtu mwenye furaha na upendo, wakisema alikuwa akitoka kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Pia alikuwa amechumbiwa wakati wa safari hiyo. Mama yake Yoranda Andres alisema kwamba tunashinda kuelewa jinsi hali ilivyoweza kubadilika ghafla kiasi hicho. Familia pia ilisema kwamba ilipokea taarifa kutoka kwa McCann saa 11 baada ya tukio hilo. Ni bila maelezo ya kutosha. Baadaye walijulishwa na hoteli ya Zuri Zanzibar kuwa binti yao amefariki dunia. Kamanda wa polisi wa Kaskazini Unguja, Benedict Mapujira, alisema wawili hao waliripotiwa kuwa na kutokuelewana, jambo lililosababisha uongozi wa hoteli kuwahamisha katika vyumba tofauti. Hata hivyo, hoteli haikuthibitisha maelezo hayo ya polisi. Lakini kwa upande wa hoteli ya Zuri Zanzibar ilieleza kusikitishwa na tukio hilo, ikisema inaendelea kushirikiana na mamlaka pamoja na balozi wa Marekani, huku ikikataa kutoa maelezo zaidi kwa sababu za faragha na kulinda uchunguzi. Serikali ya Marekani kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imethibitisha kifo hicho na kusema usalama wa raia wake ni kipaumbele kikuu. Subscribe katika channel hii ili uweze kupata taarifa nyingi zaidi.